Kwa akili ya kawaida Chief Godlove alijua labda anaweza kawa amemkomoa Pipi Jojo. Sasa kilichokuja kutokea kwa hiki ambacho Pipi Jojo ameweza kubahatika kimeweza kumliza Chief Godlove, lakini pia kimemfanya jamaa design kama achanganyikiwe fulani hivi na haelewi kwamba imekuaje kwaje, lakini pia kajikuta mwenyewe anaropoka bwana kuhusiana na kile ambacho yeye alikuwa anatamani kiweze kumtokea Pipi Jojo baada ya kuwa ameweza kuachwa na Chief Godlove. Kwa hiyo kumbe hata kile kipindi ambacho Pipi Jojo alikuwa anatapatapa baada ya kuwa ametoka kwa Chief Godlove, kwa Chief yeye ilikuwa ni moja ya moment bora sana, lakini pia ilikuwa ni furaha kinoma noma. Sasa hiki ambacho ameweza kubahatika Pipi Jojo ndicho ambacho kimeweza kumfanya Chief Godlove akaja kuropoka, lakini pia akaja kujikuta anaumia zaidi kwa sababu hakutegemea kabisa. Anyway, tuendelee moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote, nini hasa ambacho kimeweza kumfanya Chief Godlove akafikia hatua ya kuona ama kuumia kutokana na yale mafanikio ambayo Pipi Jojo sasa hivi yamekuja, na wakati wa Mungu ni sahihi na umeshafika. Mimi naitwa Gabby Official, namba nikukumbushe hapa ndo mahali sahihi ambapo nitakuwa nakusogezea updates zote kwa wakati sahihi. Kwa cha kufanya tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kuhusiana na kile ambacho utakomeza kukitazama katika hii video. Kama kawaida, mimi naitwa Gabby Official. Tunafahamu Pipi Jojo baada ya kutoka kwa Chief Godlove, wengi wakawa wanaamini kwamba anaweza kupotea. Kumbe hii ilikuwa pia the same kwa Chief Godlove ambaye alikuwa anaombea sana na anatamani Pipi Jojo aweze kupotea baada ya kutoka kwake. Aliamini hata kuja kupata mtu ambaye angeweza kummanage na kumfanya aweze kusimama kwenye karia yake akimzike kama vile ambavyo alikuwa kwake. Finally tukaona Pipi Jojo akatoa track na vitu kama hivyo. Recently tumeona Pipi Jojo amepata deal la kuwa ambassador wa kampuni la vipodozi, ambapo kwa maneno ya mtaani na kwa rumors ambazo zinaenea kule Instagram inasemekana kwamba karamba deal la milioni 100, imagine, kuwa ambassador. I don't know kwa muda gani, lakini hizo ndio taarifa ambazo zina circulate. Baada ya hizo taarifa sasa kuonekana kwamba zimetrend kwa kiasi kikubwa, Chief Godlove kama kawaida yake nadhani limemuuma kwa kiasi kikubwa sana. Akaona sio kesi bwana, katoka public kaja kuonyesha jinsi gani ambavyo ana feelings za maumivu kutokana na kile ambacho amekisikia kuhusiana na Pipi Jojo, kwa sababu hakutegemea kama ingeweza kutokea na vitu kama hivyo. Kibaya zaidi ni kwamba Pipi kaanzia chini kabisa, safari yake ya muziki tunaiona, numbers hapa YouTube tunaziona zinavotembea na vitu kama hivyo. Sasa Chief Godlove bwana amesema kwamba hakutaka kabisa kuona mtu anainuka wakati alivyokuwa kwake. Alikuwa anamletea maneno meusi na alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye aliamini kama angetoka kwake basi asingeweza kutoboka na namna yote ile pale. Na kuna video moja ameipost akiwa anaonyesha kama vile mtu fulani hivi ameumizwa sana, analia hivyo kiume, ila katika namna ambayo watu wasitambue kwamba nini hasa ambacho kinamsumbua. Lakini nimeona watu wengi sana jinsi ambavyo wameweza kumshambulia, wanasema kwamba ni kwa sababu umeona dogo amepata deal nono ambalo hizi pesa ni ndefu. Of course milioni 100 ni kiasi kikubwa sana. So wanasema kwamba Chief anamuonea wivu Pipi Jojo na hakutaka aweze kufikia pale ambapo sasa hivi amefikia. Of course ni hatua kubwa sana ambayo Pipi Jojo amepiga ndani ya muda mfupi sana, kiasi kwamba wengi hatukutegemea kama ingekuja kutokea, ijapokuwa wengi walikuwa natamani aweze kutusua na kufika mbali zaidi. Lakini katika hili limemsurprise sana Chief Godlove na kumfanya aumie sana, kwa sababu hakutaka afanikiwe Pipi Jojo na vitu kama hivyo. Hapo hivi tuambie kwenye sehemu ya comment hapo nini maoni yako. Unadhani Chief Godlove anapaswa kulalamika na kuumia katika hili, au apotezee tu kwa sababu hakuna namna nyingine yoyote? Na ukiangalia yeye ni mmoja watu ambao aliamini pengine kwa namna moja ama namna nyingine Pipi Jojo asingeweza kuja kufikia sehemu yoyote ile pale baada ya kutoka kwake, kwa sababu aliamini ni mtu pekee ambaye anaweza kumnyanyua Pipi Jojo. Comment yako ikihusika hapo chini tukometisha sana, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates.